na wale ambao wamekuja baada yake wamekuwa hawajengi kwa siasa za hoja. Mimi ile eneo linaitwa nini, Ogaden, kwa mzee Mtei baada ya kuwa amefariki. Kwa hivyo niliona na mimi nijumuike na Watanzania na watu wa Arusha na wanachadema, watu wote kwa kweli nije nijumuike na sisi wote. Kwa hiyo leo nadhani tutapewa baadaye utaratibu itakuwaje, wapi atahifadhiwa na kadhalika. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi mzee Mtei nimemfahamu siku nyingi. Kama kiongozi wa kitaifa nimemfahamu toka wakati mimi niko shule, kwa namna ambavyo alivyokuwa kiongozi waziri katika utawala wa awamu ya kwanza wa Mwalimu Nyerere, na baadaye akaenda Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, na baada ya Afrika Mashariki alivyorudi serikalini aliteuliwa kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu, na kwa kweli atakuwa ni mmoja wa Watanzania ambao wameanzisha mfumo wa fedha wa nchi hii toka hiyo miaka ya 70 na kitu jumuiya ilivyovunjika, alafu baadaye tukaanzisha jumuiya sasa hivi. Kwa hivyo nimemfahamu mzee Mtei kwa hayo, utumishi wake serikalini, Umoja wa Mataifa, kwenye hiyo IMF, International Monetary Fund, ambako alifanya kazi kwa muda kidogo kabla hajarudi Tanzania, na baadaye vyama vingi vilivyoanzishwa akawa ndio mmoja wa wanamageuzi katika Tanzania. Kwa hiyo kama nitawarank, mzee Mtei atakuwa ni mmoja wapo. Ninayemkumbuka wa kwanza ni mzee James Mapalala, ndio walioanzisha mambo ya mageuzi nchini. Wakati ule ni chama kimoja. Kwa hivyo alianzisha chama Chadema, na sasa hivi kina hiyo sifa ya kuwa chama kikuu cha upinzani nchini. Kwa hiyo nimekuja kuunganika na ndugu zake na Watanzania kwa jumla. Tumshukuru Mungu kwa utumishi wake uliotukuka na kazi bora aliyoifanya, iwe mfano kwa watu wote. Sasa tujue namna ya kulitumikia taifa hili mpaka pumzi ya mwisho. Na mzee tumeambiwa amefariki ana miaka karibu 94 au mingapi, anaenda kwa Mwenyezi wake na heshima yote kwa kweli, na ndivyo naweza nikalisema hivyo. Kwa hiyo poleni, lakini vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha haya. Nashukuru. Ukitazama siasa za wakati ule, kumekuwa kuna mitazamo tofauti. Kuna wanaosema kwamba sababu yote inasimamia lengo moja. Wewe mtazamo wako unaona nini? Mimi nikiangalia kutoka nje, kwa maana ya kwamba siko Chadema, nikiangalia kwa nje, unaposema mzee Mtei alikuwa anajenga siasa zake kwa hoja, na wale ambao wamekuja baada yake wamekuwa hawajengi kwa siasa za hoja, mimi sikubaliani nao. Mazingira tu yamebadilika, lakini ninavyofahamu mimi, uongozi wa Chadema uliofuata baadaye
vile vile wanajenga hoja, wanaendesha siasa zao kwa njia ya hoja, sio hoja ya nguvu. Ndivyo ninavyoamini, na personality zinatofautiana. Kila mtu ana staili yake ya uongozi. Kwa hiyo kama mzee Mtei alivyokuwa ni tofauti, na dhahiri aliyemfuata mzee Makani vile vile staili yake ya uongozi ilikuwa vile vile ni tofauti. Na kwa hivyo hao wengine waliofuata, najua wanataka kuniuliza nani, wale wengine waliofuata kama wana staili tofauti, nionyesha tu nini ubinadamu wao, lakini hoja ni hizo hizo. Hoja ni hizo hizo. Bado wanaongoza chama cha kisiasa ambacho kimeandikishwa kwa mujibu wa sheria za nchi hii, na sheria za nchi hii ni pamoja na katiba inayosema Tanzania ni nchi ya mfumo wa vyama vingi. Kuwa na vyama vingi manake ni kwamba kuwe na mawazo mengi mbadala, namna ya kuendesha nchi, namna ya kuongoza nchi, namna ya kuona tunatumia nini, tunaenda mbele kwa uchumi wa namna gani. Kama kutakuwa na mawazo tofauti, ni katika kuboresha ni kwa namna gani tutasonga mbele. Kwa hivyo hoja kwamba mzee, kwa mfano mzee huyu alikuwa anaendesha siasa zake kwa hoja zaidi kuliko waliomfuata mimi sikubaliani nayo. Cha muhimu ilikuwa ni kwamba hizo hoja zinatolewa mezani, alafu zinazungumzwa. Mambo ya itifaki mimi sifahamu sana, lakini dhahiri kwa vile huyu mzee alitumika katika sehemu nyingi katika jamii yetu, ndani na nje ya nchi, kwenye vyama vya kisiasa, kwenye shughuli kwa mfano za kilimo, watu wote ambao wamehusika naye katika maisha watashiriki. Kwa hivyo mazishi na maziko yake atakuwaje, nadhani watakaa familia yake watashauriana na chama, watashauriana vile vile na serikali. Tukumbuke vile vile mzee Mtei alikuwa ni mmoja wa makatibu wakuu waanzilishi kabisa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa hivyo wote hawa watakaa pamoja. Baada ya siku moja au mbili tutaelezwa juu ya habari ya protokali itakuwa namna gani.